Ulinzi wa anga wa Israel umeshindwa kabisa kuzuia makombora ya Iran. Ulinzi huo wa anga uliosifiwa kwa miaka mingi wa Iron Dome, lakini pia na ule wa THAAD uliotoka Marekani, sasa unashindwa kuzuia makombora hayo, licha ya Israel kusema kwamba ulinzi wao unaweza kuyazuia makombora ya ballistic ya Iran kwa kasi yake ya chini, na ndani ya wiki mbili zijazo wanaweza wakawa na vifaa muhimu vya ziada kutoka nchini Marekani au ushiriki wa moja kwa moja wa Marekani. Hii ni ripoti ya Washington Post ambayo imeeleza hayo. Tehran imerusha mawimbi mengi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora katika taifa la Israel tangu taifa hilo la Kiyahudi lilipoishambulia Iran Ijumaa iliyopita, na kutunga shambulio hilo kama hatua ya awali ya kuizuia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutengeneza bomu la nyuklia. Vikosi vya Marekani vinaripotiwa kusaidia Israel kunasa makombora yanayokuja. Rais Donald Trump amesema kuwa huenda Marekani ikajiunga na mashambulizi ya Israel, lakini haifanyi uamuzi huo wa mwisho kwa haraka. Iran imeionya Marekani kwamba kuhusika kwa vyovyote kunaweza kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa. Kuzuia makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran kumekuwa na gharama kubwa kwa Yerusalemu Magharibi, wapo iliandika siku ya Jumanne. Gharama ya ulinzi wa makombora inaweza kuwa ya juu zaidi hadi dola milioni 285 kwa usiku mmoja, kulingana na vyombo vya habari. Na hivyo wakati huu Israel inagharamika kwa kiasi kikubwa kuangalia ni njia gani wanaweza wakaribu makombora ya Iran. Israel ina ngao ya ulinzi wa anga yenye mifumo mingi, lakini inategemea mfumo wa Arrows kuangusha makombora mazito ya ballistic ya Iran. Ingawa ni bora zaidi dhidi ya roketi zilizorushwa na Hamas, kampuni maarufu ya Israel ya Iron Dome haifanyi kazi dhidi ya makombora mazito ya ballistic yanayotoka nchini Iran, shirika la habari la WAPO liliandika likimnukuu mtaalamu wa makombora wa Israel, Tal Inbar. Tal Inbar anathibitisha kusema kwamba mifumo yetu ya Iron Dome imeshindwa kuzuia makombora hayo, na ndio maana wakati huu inaonekana wazi majumba pamoja na miundombinu mingine inashambuliwa kwa kasi, na makombora hayo ambayo ni ya kizazi cha 5 yenye kasi ya ajabu yanashindwa kudunguliwa kutokana na uwezo wake. Hata hivyo, wakati huu mpango unaofanyika ni kutafuta kizuia makombora kingine ambacho kitaweza kulizuia anga la Israel kutodhurika kutokana na makombora hayo ya kutoka nchini Iran. Kulingana na mshauri mkuu wa zamani wa Pentagon Dan Caldwell, kitengo cha Arrow cha Israel na David Sling huenda kilitumia vidhibiti vyake vingi kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa Wahuthi wa Iran mapema mwaka huu, huku akibainisha kuwa makombora haya ni ghali na huchukua muda mrefu kutengenezwa. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba Israel na Amerika watalazimika kuanza ugawaji wa viingiliaji vyao hivi karibuni, ikiwa bado hawajafanya hivyo, afisa huyo wa zamani wa ulinzi aliandika katika ukurasa wake wa X. Tangu Jumanne, Donald Trump amedai mara kwa mara kujisalimisha bila masharti kwa Tehran, akijigamba kwamba Marekani ina udhibiti usio wa upinzani wa anga ya Iran, huku akipendekeza kwamba kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei itakuwa ni rahisi sana. Vyombo vingi vya habari vimependekeza kuwa rais huyu wa Marekani anaweza kujiunga na kampeni yake ya Israel dhidi ya Iran wakati wowote kutoka sasa. Tehran imetangaza kuwa haitasalimu amri kwa mtu yeyote mbele ya kulazimishwa na kutishia kulipiza kisasi dhidi ya shambulio lolote. Na ni kauli ambayo imetolewa na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, ambaye kutokana na kauli iliyotolewa na Donald Trump, rais wa Marekani, amejibu kwamba wala haogopi ni nini ambacho atakifanya bwana Trump, wakati wao pia wanaimiliki anga ya Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza ni nini kinajiri katika ulimwengu, hasa katika kipindi hiki cha vita baina ya Wayahudi na Waajemi huko katika eneo la Mashariki ya Kati. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, tunakujuza kila kukicha nini ambacho kinajiri ulimwenguni.